hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania dumping place. Mimi naijua hiyo mianya. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali haitaki kuona Tanzania ikiendelea kuwa sehemu ya kutupia bidhaa kutoka mabara mengine, akisisitiza umuhimu wa kulinda viwanda vya ndani na wazalishaji wa Kitanzania. Akizungumza tarehe ya 12 ya mwezi wa pili akiwa mkoani Pwani wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha mabati ya Rodhia Industry Limited kilichopo Mkuranga, waziri mkuu ameiagiza Wizara ya Fedha kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa nchini na ambazo tayari taifa limejitosheleza hazipewi misamaha ya kikodi pale zinapoingizwa kutoka nje. Ameeleza kuwa hatua hiyo italinda uwekezaji wa ndani na kuimarisha ushindani wa viwanda vya Kitanzania, huku akitaka wizara hiyo kufanyia kazi suala hilo mara moja, ikiwemo kufanya marekebisho ya sheria endapo itabainika kuwa kuna ulazima na kuwasilisha mapendekezo bungeni kabla kikao cha bajeti. Aidha, amesisitiza kuwa kulinda soko la ndani ni mkakati muhimu wa kukuza ajira, kuongeza thamani ya uzalishaji wa ndani na kuhakikisha uchumi wa taifa unajengwa kwa misingi ya viwanda badala ya utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Tuwe maelekezo kwa idara zote za serikali kuhakikisha tunahusika moja kwa moja na utekelezaji wa hatua hizi ambazo zote ni muhimu katika masuala ya uwekezaji. Moja, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa mwongozo wa lazima kama nchi tuende kwenye uwekezaji. Zamani kwenye nchi hizi zinazoendelea kulikuwa na fedha zikiitwa za misaada. Sasa enzi hiyo ilishapita, haipo. Zamani kufuatana na idadi ya watu kulikuwa na wanafunzi wachache wakiwa wako kwenye ngazi mbalimbali za masomo, na hivyo na wahitimu wetu wa ngazi mbalimbali wakiwa wachache, kwamba nchi nzima inakuwa na wanafunzi walioko vyuo vikuu wako 41, wakapanda panda wako 100, wakapanda panda wako 200. Kwa idadi hiyo wahitimu hao walikuwa wanaweza kupata ajira wote serikalini wangali bado hata kuhitimu mtihani wao wa mwisho. Tuwauliza wazee wetu hao watawaambia, unakutana na barua bado hujamaliza semester ya mwisho. Leo hii kwa wahitimu mbalimbali wanaoingia kwenye soko la ajira zaidi ya 2 milioni kila mwaka, watoto wanaohitimu ngazi mbalimbali wanaingia kwenye soko la ajira zaidi ya 2 milioni kila mwaka. Hawawezi hawa wote wakaajiriwa 2 milioni kila mwaka serikalini. Kwa sababu tangu uhuru idadi ya watumishi wote wa umma hata hawajazidi 600,000 mpaka 700,000. Hiyo ni namba ya tangu uhuru. Maana yake nini? Maana yake lazima tukuze sekta binafsi ambayo inaweza kutoa ajira kwa wingi kwa watoto wa Kitanzania. Maana yake nini? Lazima tuvutie uwekezaji na tulinde uwekezaji. Leo hii tunapokuwa na kiwanda kikubwa kama hiki, kila mmoja anawajibika kuhakikisha kwamba uzalishaji unakuwa endelevu ili kulinda ajira, lakini pili, kuhakikisha uendelevu wa mapato ya kodi, tatu, kuhakikisha kwamba tunalinda uzalishaji
ili bidhaa ziweze kupatikana. Sasa nimesikiliza maoni yaliyotolewa na wenyeji wetu, na kwa kuwa Wizara ya Fedha mpo hapa, hakikisheni maeneo yote ambayo tuna bidhaa za ndani za kujitosheleza, waagizaji wa bidhaa hizo wasipate misamaha ya kodi kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Tutatoa unafuu wa bidhaa zinazotoka nje ya nchi kama uzalishaji ndani ya nchi haujitoshelezi, na kwamba bidhaa hizo zikitoka nje na uhaba ulioko ndani utasababisha upungufu wa bidhaa, na hivyo kusababisha gharama kuwa ya juu kwa kiwango ambacho wananchi watashindwa kumudu kununua bidhaa hizo. Kwa bidhaa ambazo tumejitosheleza, msitoe misamaha kwa bidhaa zinazotoka nje ya ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kama ambavyo tumesainiana kwenye mikataba yetu. Najua kwenye yale maeneo ya uagizaji wa bidhaa, kwanza ni rahisi kufanya uagizaji kuliko kuzalisha kiwanda kama hiki. Lakini kiuchumi, kiwanda kama hiki kina manufaa mapana ya kiuchumi na ajira kwa watoto wa Kitanzania kuliko uagizaji wa bidhaa ambayo kiwanda hicho kiko huko ilikozalishiwa bidhaa. Ajira ziko kule ilikozalishiwa bidhaa. La pili, kama kwenye sheria tulizoweka kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yabadilishwe kwa sheria, wizara zinazohusika kaeni mapema kabla hatujaenda kwenye bunge la bajeti, ili tubadilishe maeneo yanayohitaji marekebisho. Tusitoe msamaha wala tusitoe nafuu. Najua tuna mianya mingi ya kutoa hizo nafuu, wala tusitoe nafuu kwa bidhaa, kwa uagizaji wa bidhaa kutoka mabara mengine, ili hali tukiwa tumejitosheleza kwenye bidhaa hizi. Hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania ni dumping place ya bidhaa kutoka mabara mengine. Zile tunazoweza ambazo tumejitosheleza, tumepewa taarifa hapa na Mheshimiwa Waziri kwamba hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo tumeshajitosheleza, lakini najua pia tuna bidhaa zingine ambazo tumeshajitosheleza. Tuheshimu mikataba ya ndani ya jumuiya, lakini na mikataba ya ndani ya jumuiya tuna mambo ambayo tumekubaliana ya wazi kwamba hamna mshirika mmoja wa ndani ya jumuiya ambaye yeye atakuwa lango, atakuwa uchochoro wa kupitisha bidhaa zinazotoka mataifa mengine ziingie kwenye jumuiya, ili ziingie ndani ya jumuiya ili ziweze kupata manufaa ya misamaha. Hivyo vyote mvichunguze. Na vile vile tunajenga viwanda, tunajitosheleza. Ikitokea tunapopeleka bidhaa maeneo mengine, hata kama kwenye mikataba yetu tumejiwekea hivyo, tutaendelea kuangalia kule tunakopeleka bidhaa zetu wanazipokeaje, na sisi hivyo hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunapokea za kutoka kwao. Lakini kingine, tuhakikishe hamna uingizaji wa bidhaa kinyemela kwa magendo
uingizaji wa bidhaa kwa magendo unaua jitihada za viwanda. Nielekeze taasisi zote vikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia uingizaji wa bidhaa ndani ya nchi ufuate taratibu. Lazima tukomeshe uingizaji wa bidhaa kwa magendo, unaua uwekezaji tunaofanya ndani ya nchi. Lazima tuzuie udanganyifu katika masuala ya kodi. Ukipambanisha bidhaa inayolipa kodi, ambayo imelipiwa kodi, na bidhaa ambayo kodi yake imekwepwa, ni dhahiri utasababisha uwekezaji kama huu usiwe endelevu. Mimi naijua hiyo mianya, ndio maana nayasema hapa. Niliwahi kukamata watu wakiwa wameweka risiti fake ili wakwepe kodi, na sasa nimeambiwa wapo wanaofanya michezo ya aina hii. Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Mapato, shirikianeni na vyombo kuchukua hatua kali kwa wote wanaofanya hivyo. Wapo wanaokwepa kulipa kodi, wengine udanganyifu wa kuonesha wamezalisha kupitia kiwandani, kumbe wameingiza toka nje bidhaa hizo. Wengine wanapata unafuu ambaye anatakiwa apewe mwenye kiwanda, kumbe bidhaa wamezileta kutoka nje. Wanasababisha kampeni ya kutengeneza viwanda, kampeni ya kutengeneza ajira, kampeni ya kukuza sekta binafsi ya ndani kupunguziwa kasi. Kwa wizara zinazohusika, kaeni tena, washirikisheni na wadau wetu hawa, wanajua hizo siri. Washirikisheni, na mimi niwaambieni wadau, na ninyi mkipata hizo taarifa wapeni sekta, hata mimi nipeni, ili tuweze kusimamia kikamilifu masuala ya aina hii. Tumeamua kwamba uchumi wetu, dira yetu itatekelezwa kwa mchango mkubwa kutoka sekta binafsi. Lazima tusimamie mazingira ya kuiwezesha sekta binafsi iweze kutoa huo mchango. Kwenye utekelezaji ule tumeandika 70% ni sekta binafsi, inayosalia ndiyo sekta ya umma ambayo inashirikisha serikali pamoja na mashirika yake, takriban 30%. Hatuwezi kuifikia hiyo kama hii mianya ya wale wasio waaminifu itaendelea kushamiri. Najua kwenye makadirio inaweza ikaonekana uagizaji wa bidhaa toka nje unachangia kuliko viwanda. Ndio, kama viwanda watazalisha na bidhaa zikarundikana na sisi tukatumia kujaza soko kwa bidhaa tulizoagiza, ni dhahiri hawatalipa kodi, kwa sababu kuwa na kiwanda peke yake sio kulipa kodi. Kulipa kodi kutatokana na kuuza bidhaa zilizozalishwa na kiwanda. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio
sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.